Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga, Rajab Abdurrahmani, ametoa kiasi cha shilingi milioni 13.4 kwa ajili ya kuwalipia deni vijana waliokopeshwa na serikali mikopo ya 10%. Vijana hao 10 wa kikundi cha bodaboda cha Atupoi walifanikiwa kupata mkopo wa shilingi milioni 27 ambazo walinunua pikipiki 8 na kufanikiwa kurejesha shilingi milioni 14.1 katika kipindi cha miezi 8. Mwenyekiti Rajab alivutiwa na urejeshwaji mzuri wa fedha mkopo uliofanywa na vijana hao na hivyo kuamua kuwalipia mkopo wote uliobaki. Liwasihi wote vijana na kina mama wale wanaokwenda kuchukua mikopo hii ya halmashauri na mikopo mingine ya serikali na taasisi binafsi, kachukueni mikopo hiyo mkafanye yale mliyokusudia ili malengo yenu yakatimie. Tunao uzoefu wa kutosha. Baadhi ya mama zetu na dada zetu wanapokuwa na harusi za ndugu zao, wanapohitaji sare na vijora, wanakwenda kukopa kwenye taasisi binafsi, wanakwenda kununua vijora baada ya kufanya biashara. Hili linawarudisha nyuma. Tunachohitaji sisi viongozi wenu ni kuwaona mnakwenda mbele, sio mnarudi nyuma. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Pangani akaeleza namna vikundi vilivyoweza kunufaika na fursa ya mikopo hiyo. Baada ya kufunguliwa mikopo hii, halmashauri ya wilaya ya Pangani iliweza kutoa kwa awamu ile ya kwanza kabisa kiasi cha milioni 254 kwa vikundi 29. Lakini katika kota inayofuata halmashauri ya wilaya ya Pangani iliweza kutoa milioni 49 kwa vikundi 9 na kufanya jumla ya hela zote ambazo zilitolewa kwa mwaka huu wa fedha kuwa ni shilingi milioni 304 kwa vikundi 38. Naye mwenyekiti wa kikundi cha Atupoi Alhaji Kidau amesema kuwa walifanikiwa kupata mkopo wa shilingi milioni 27.5 ambazo walinunua pikipiki kwa ajili ya kufanya shughuli za bodaboda. Mchanganuo wa mkopo wa shilingi milioni 27,592 ilikuwa kama ifuatavyo. Ilikuwa ni ununuzi wa pikipiki 8, mafuta ya kuanzia kazi na nauli za wajumbe wakati wa kwenda kununua pikipiki hizo. Baada ya kuanza kazi kwa muda wa miezi 8, kikundi cha Atupoi Boda Group kilifanikiwa kurejesha shilingi milioni 14,152 na kubaki deni la shilingi milioni 13,540,000.